Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni siku nyingine tena ambayo Mungu ametupa. Tuna kila sababu ya kumshukuru kwa sababu ametupendelea, na kwa hakika kujaribu kutafakari ni vitu gani ambavyo tumevifanya ambavyo kupitia hivyo ambavyo tumevifanya vimshawishi Mungu leo hii tuwe hai. Kwa hakika hakuna chochote ambacho tumekifanya. Hivyo tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa yale yote ambayo amekuwa akifanya, amekuwa kitenda, aidha kwenye afya, kwenye familia, kwa watoto, kwenye ndoa, kwenye huduma na kwenye maeneo kadha wa kadha. Karibu sana katika wakati mwingine wa kipindi cha Abigaili Anaongea. Siku hii ya leo ni siku njema sana. Nakukaribisha kwa moyo mkunjufu. Mimi naitwa Sylvia Chilolo. Karibu tuweze kuungana kwa pamoja, na kwa siku ya leo Mungu ametupa kibali kupitia kipindi hiki cha Abigaili Anaongea. Ametupa kibali cha kuwa na mtumishi wa Mungu hapa. Atajitambulisha jina lake, alafu kisha tutafahamu mambo mengi sana kutoka kwake. Lakini nawe pia unaweza kuungana nasi ili uweze kupata maarifa haya ya thamani sana, kwa sababu ninaamini kupitia maarifa haya kwa hakika tarajia kwenda viwango vingine kwa utukufu wa Mungu Baba. Karibu sana. Bwana Yesu asifiwe kaka. Amina, amina Sylvia. Habari ya uzima? Namshukuru Mungu tuko vizuri sana. Habari ya majukumu? Mungu anafanya. Karibu sana. Mtazamaji wa Hebron TV anatamani kufahamu jina lako nani na unatoka wapi? Karibu. Jina langu ni Bryson Makena. Wengi wanafahamu sana Makena. Hiyo Bryson labda kijijini. Mimi ni mwalimu kwa taaluma tu ya duniani, lakini pia kwa wito wangu. Kwa hiyo ni mwalimu, nafundisha na shauri na mambo mengine ya kijamii nafanya kwenye maeneo ya kusherehesha na kuongoza matukio ya kiitifaki na mengineyo. Okay, karibu sana Mwalimu Makena katika kipindi cha Abigaili Anaongea. Na kwetu sisi kama ENCC Mji wa Bwana, tunapokuwa tunamzungumzia Abigaili, hapa tunakuwa tunamzungumzia mama, dada, bibi, shangazi, mwanamke tunamzungumzia hapa. Kwa hiyo karibu sana katika kipindi hiki cha Abigaili, na siku ya leo kitu ambacho tumeona ni vyema tuweze kujadili na mtazamaji ili tuweze kumpa maarifa, lakini pia kumkumbusha mambo kadha wa kadha ambayo ni ya kimsingi sana hasa kwake Abigaili. Na kikubwa ambacho tunakijadili hapa ni kuhusiana na wasaidizi wa majumbani. Na tumeshuhudia kwamba tumekuwa na wasaidizi. Tunapokuwa tunazungumzia wasaidizi, kuna wasaidizi wa kike, kuna wasaidizi wa kiume. Wako aina hizo mbili. Haya, lakini pia hapo utaona kuna wengine wamejiteua wanajiita mayaya. Wako yaya kwa ajili ya kusaidia kwenye familia zetu. Lakini leo sisi tunazungumzia msaidizi wa nyumbani, binti Abigaili. Yule ambaye inawezekana ametoka mkoani, ametoka nyumbani, lakini yuko kwenye familia fulani, yuko mahali pale, msaidizi wa nyumbani. Tunamzungumzia Abigaili. Kwa hiyo hicho ndio kitu ambacho tunakijadili kwa siku ya leo. Tunamzungumzia msaidizi wa nyumbani. Msaidizi huyu wa nyumbani, yeye kama yeye msaidizi, ana haki ya kumtumikia Mungu kupitia huduma ambayo Mungu ameweka ndani yake. Inawezekana Mungu ameweka huduma ya uimbaji, lakini pia inawezekana Mungu ameweka huduma ya ualimu ndani yake, labda ubishop, labda nabii, lakini yeye ni msaidizi wa nyumbani. Anapokuja nyumbani kwako kama msaidizi, wewe kama bosi, wewe kama mzazi, wewe kama mlezi, hii kwake imekaije? Ana haki, atapata nafasi. Kwa haya na mengineo mengi utayafahamu kupitia kipindi hiki cha Abigaili kwa siku hii ya leo. Na bila kupoteza muda niweze kumkaribisha mtumishi wa Mungu MC Makena. Yeye kama yeye aweze kutupa kile kianzio cha kwanza kabisa tunapokuwa tunamzungumzia msaidizi wa nyumbani. Moja kwa moja tunakuwa tunamzungumzia dada wa namna gani? Karibu. Nashukuru sana Sylvia. Kitu cha kwanza kabisa, labda tukubaliane na watu waelewe. Kuna watu wanakusema msaidizi wanadhani huyu msaidizi ameanza hivi karibuni tu. Hapana, hawa wasaidizi wameanza tangu zamani. Sasa ili kwenda vizuri, hebu tuende kwenye kitabu cha Mungu. Sawa. Tuangalie kitabu cha Wafalme wa Pili, fungu la 5 mstari wa 1 mpaka wa 14. Maneno ya Mungu yameweka vizuri sana. Hawa wasaidizi walikuwepo muda mrefu sana. Walikuwepo muda mrefu sana. Sio kwamba wanaanza leo. Hiyo ni tafsiri tofauti. Toka kipindi kile tunamwona huyu msichana kwenye haya maandiko, tutamuona
alivyokuwa yeye ni msaidizi, ni mtumishi, ni mfanyakazi wa ndani. Sawa. Sasa maandiko yanasema hivi kwenye Wafalme wa Pili fungu la 5 mstari wa kwanza mpaka 14. Basi Naamani jemedari wa jeshi la mfalme wa Shamu alikuwa mtu mkubwa mbele ya bwana wake. Sawa. Na mwenye kuheshimiwa kwa sababu kwa mkono wake Bwana alikuwa amewapa Washami kushinda. Tena alikuwa mtu hodari wa vita, lakini alikuwa mwenye ukoma. Na Washami walikuwa wametoka vikosi. Sawa. Wakachukua mfungwa mmoja, kijana mwanamke. Narudia hapo, kijana mwanamke. Sawa. Kutoka nchi ya Israel, naye akamhudumia mkewe Naamani. Kwa alikuwa anamsaidia mke wa Naamani. Sawa. Akamwambia bibi yake, laiti bwana wangu angekuwa pamoja na yule nabii aliyeko Samaria, maana angemponya ukoma wake. Sawa. Tunaanza kuiona huruma hapo ya huyu binti. Mtu mmoja akaingia akamwambia bwana wake akasema, yule kijana mwanamke aliyetoka nchi ya Israeli asema hivi na hivi. Mfalme wa Shamu akasema, haya basi mimi nitampelekea mfalme wa Israeli waraka. Basi akaenda zake akachukua mikononi mwake talanta 10 za fedha na vipande vya dhahabu 6,000 na mavazi 10. Mstari wa 6 akasema, akampelekea mfalme wa Israeli waraka ule kusema, waraka huu utakapokuwasilia, tazama, nimemtuma mtumishi wangu Naamani kwako ili upate kumponya ukoma wake. Mstari wa 7, ikawa mfalme wa Israeli alipousoma waraka, alirarua mavazi yake akasema, je, mimi ni Mungu niue na kuhuisha? Hata mtu huyo akanipelekea mtu nimponye ukoma wake? Fahamuni basi na kusihini, muone ya kuwa mtu huyu anataka kugombana nami. Ikawa Elisha yule mtu wa Mungu aliposikia kwamba mfalme wa Israeli ameyararua mavazi yake, ndipo akatuma mtu kwa mfalme akisema, mbona ameyararua mavazi yako? Mbona umeyararua mavazi yako? Na aje sasa kwangu mimi, naye atajua ya kuwa yuko nabii katika Israeli. Basi Naamani akaja na farasi wake na magari yake, akasimama mlangoni pa nyumba ya Elisha. Naye Elisha akampelekea mjumbe akisema, enenda ukaoge katika Yordani mara 7, na nyama ya mwili wako itakurudia, nawe utakuwa safi. Sawa. Lakini Naamani akakasirika akaondoka, akasema, tazama, nalidhania bila shaka atatoka kwangu na kusimama na kuomba kwa jina la Bwana Mungu wake na kupitisha mkono wake mahali penye ugonjwa na kuniponya mimi ni mwenye ukoma. Je, Abana na Farpari, mito ya Dameski, si bora kuliko maji yote ya Israeli? Je, siwezi kujiosha ndani yake na kuwa safi? Akageuka akaondoka kwa hasira. Mstari wa 13. Watumishi wake wakamkaribia wakamwambia wakasema, baba yangu, kama yule nabii angalikuambia kutenda jambo kubwa, usingalitenda? Swali hilo. Je, si zaidi basi akikuambia jioshe uwe safi? Mstari wa mwisho. Naamani sasa ndipo akashuka akajichovya mara 7 katika Yordan, sawasawa na neno lake yule mtu wa Mungu. Nayo nyama ya mwili wake ikarudi ikawa kama nyama ya mwili wa mtoto mchanga, akawa safi. Msingi hapa sasa, sawa, tunamuona huyu msichana mdogo, mfanyakazi wa ndani aliyekuja kwa ajili ya kumsaidia mke wa Naamani. Sawa. Kamuona Naamani akiwa na tatizo la ukoma, kashauri. Sasa tunaiona hiyo nguvu kama ambavyo ulianza vizuri sana. Ndani ya hawa wasaidizi kunakuwa na karama, sio tu ni binadamu kwamba ni binadamu tu kwamba ambaye amewekwa, naye aliumbwa na Mungu
Na Mungu alipokuwa na muumba alimuwekea sababu. Kwa hiyo MC ukizungumza hivyo na maana kwamba kila binti msaidizi Mungu ameweka kitu ndani ya huyo binti. Hakuna ambaye hana. Hakuna mtu ambaye amekuja duniani kupiga misele, huwa tunasema kutembea tu halafu awe hana kitu. Mungu anamuumba mwanadamu, anamwekea sababu. Sawa. Aje kutatua tatizo. Sawa. Kwa hiyo huyu tunamuona ni mfanyakazi. Maana yake ni nini? Kwamba mfanyakazi wa ndani sio chombo tu cha kufanya kazi, bali ni binadamu mwenye utu, mwenye heshima na mchango mkubwa katika ustawi wa ile familia. Na hapa sasa ukiangalia kwa tafsiri ambayo naizungumza, tulio wengi, asilimia kubwa, tunakosa haya mawazo ya kuwa huyu aliyeko humu ndani ni mtu, sio tu amekuja kufanya kazi, kwamba yeye ni kazi. Hapana, yeye yuko pale, ni binadamu, ana utu wake, ana heshima zake na ana mchango mkubwa kwenye ile familia. Na kitu ambacho nimekiona kwa huyu binti ambaye amefanyika baraka kwenye familia ya Naaman, ni kama amepewa nafasi. Ndio. Amepewa nafasi ya kuzungumza kabisa. Akasikilizwa. Baada ya kusikilizwa, lile wazo lake, ule mchango wake wakaufanyia kazi. Tumeweza kuona impact, tumeweza kuona matokeo mazuri. Sasa kwenye jamii yetu tunapomzungumzia huyu msaidizi wa nyumbani kwenye familia ambazo tunaishi, leo hii tumeshuhudia hawa dada wa kazi wakati mwingine wanakuja kutusaidia. Anakaa kwenye familia, labda utababa mama ana watoto wake 5, au anaweza kawa ni dada, yuko mdada labda anafanya kazi yuko Dar es Salaam au yuko mkoa wote, anaweza kaamua kukaa labda na mdada msaidizi. Lakini sasa tukijaribu kutafakari jinsi ambavyo wenzetu alivyoishi na huyu binti, jinsi walivyompa nafasi, tumeona kitu kikubwa ambacho kimefanyika na kimeweza kuleta mabadiliko makubwa. Lakini sasa tukijaribu kumtafakari huyu binti ambaye tunataka tumjadili kwa siku ya leo, kwamba ana haki ya kumtumikia Mungu, lakini pia ana haki ya kile ambacho Mungu amekiweka ndani yake kama huduma, kuionyesha ile huduma ambayo Mungu ameiweka ndani yake. Ni kweli kwamba sasa hii maana yake ni kwamba jamii inatakiwa kubadilika, kuwa na mtazamo chanya wa kumtafsiri tofauti huyu mfanyakazi ambaye mara nyingi ametafsiriwa kama ni mtu tu amekuja kama kufanya kazi tu. Hashirikishi kwa jambo lolote la kifamilia, hashirikishi kwa jambo lolote la maendeleo, hashirikishi mambo ya uchumi, hayamhusu. Yeye ni kulea tu. Kaja kazi tu. Kwamba aje kusimamia nyumba, usafi, kufua, kupika, halafu asimamie watoto. Yaani hizo ndo kazi zake. Hapana, huyu ni zaidi. Ni zaidi ya hivyo ambavyo tunatafsiri. Tunavyotafsiri hivyo ni mfumo ambao ni potofu, ni negative. Tunatakiwa tujadili na kutafakari kwa mtazamo chanya, kwamba huyu anakuja katika familia yetu. Kitu cha kwanza kabisa, lazima mazingira yatengenezwe kwamba huyu ni mmoja wa familia. Huyu ni mmoja wa familia, sio msaidizi. Ni mwanafamilia. Ni mwanafamilia, kwa sababu kitu anachokifanya pale kinakupa wewe manufaa mengi sana. Tunachukulia huyu mfanyakazi yuko pale, amesimama pale, anafanya usimamizi wa nyumba. Kwa mfano kwa sasa hivi ambavyo mfumo ndio umebadilika kabisa, baba yuko kazini, mama yuko kazini. Sasa anapobaki pale, anafanya usimamizi wa nyumba. Sawa. Ili nyumba ikae vizuri, tegemeo liko kwa yule binti. Sawa. Kwa kiasi kikubwa. Kwa kiasi kikubwa. Lakini akitoka kwenye nyumba, anahama. Yaani hapo ameshatoka kwenye mambo ya kufua, ya kusafisha, kupanga vitu, anahama, anaingia nafasi ya pili. Kuna watoto pale. Kuwalea watoto. Sawa. Anaingia kwenye malezi, uangalizi, matunzo, mtoto amelala, amekula, amekunywa, amecheza, yaani vyote vya anaviangalia. Lakini baada ya hapo pia anachokifanya kingine hakionekani. Anapunguza msongo wa mawazo wa wazazi. Yule msaidizi. Kwa sababu akilea vizuri mtoto, wazazi wanaelewa, na hasa wanawake wanaelewa sana hii wanaofanya kazi maofisini. Mama yeyote ambaye ana mtoto, ufanisi wake wa kazi unaweza kuwa uko ovyo sana kama hana uhakika na malezi yanayofanyika kwa mtoto wake aliyeko nyumbani. Kwa hiyo
huyu binti, huyu mfanyakazi ni msaada mkubwa sana wa kupunguza ule msongo wa mama na hata wa baba. Akijua kwamba mtoto huyu tunapomkuta akiwa naye yuko katika uangalizi nzuri, yuko salama. Maana hata kule kwenye uzalishaji, kama ni ofisini, kama ni serikalini au kampuni binafsi, maana yake mafanikio yanaweza kuwa ni makubwa sana, kwa sababu ana uhakika aliyemwacha nyumbani anafanya hivi vitu. Kwa hiyo huyu sasa ukimtafsiri kwa tafsiri kwamba tu ni mfanyakazi wa kawaida tu, unakosea. Huyu ni mmoja wa wanafamilia. Ndio. Yeah. Okay. Sasa tupate kufahamu, umezungumza kwa upande wa baba mwenye nyumba pamoja na mama, namna gani ya kumchukulia huyu binti. Umefafanua vizuri sana. Vipi kwa upande wa huyu binti? Na yeye binti kama binti anapokuja kwenye hii familia, anajua wajibu wake. Sasa hapo kuna mambo mawili. Yawezekana akawa anakuja pale nyumbani hajui wajibu wake. Au anajua wajibu wake. Kitu ambacho kinamsababisha hata yule anayejua wajibu wake kucope na utaratibu wa pale nyumbani ni baba na mama. Wote wawili. Yaani baba na mama lazima wawe wanajua familia yetu inatakiwa kwenda na dira ipi. Kila familia inakuwa na dira yake, focus yake ni nini. Familia zingine hazina ibada, hazina maombi, hazina utaratibu wa kuwashirikisha watoto katika mambo mbalimbali. Sawa kabisa. Sasa ikisha kuwa hivyo, mtu mmoja aliwahi kuuliza swali kama hilo Sylvia, kwamba je, akija ametoka kwenye familia ambayo ni mbaya kimalezi, halafu kwa sababu wazazi wameenda kumchukua huko alikotokea, huku anaweza kubadilika? Katika swala zima la wazazi wanaojitambua na wanafahamu familia yao inatakiwa kuwa kina nani, wakitumia ile elimu walionayo kumfundisha huyu ni rahisi. Ila kumfundisha kwake tu kunatakiwa kuwe kwa staili kama inayofanyika kwa watoto walioko ndani. Sijaelewa MC. Unamaanisha kwamba jinsi ambavyo huyu baba na huyu mama wanavyowalea watoto wao, vile vyote na haki zile za kimsingi zote kwa watoto wao wanazozifanya, ndio wanapaswa pia hata kwa huyu dada ambaye ni msaidizi na afanywe vile copy and paste vile. Yaani yeye ajitambue kwamba niko hapa, kumbe mimi ni mmoja wa wanafamilia. Yaani ni wazazi ndio wanaomweleza yule baba. Sio wazazi wao wamejitengenezea utaratibu wa kila anachokifanya yule mfanyakazi kumkaripia, kuto kumsikiliza, yani kutobeba mapungufu yake, kutokaa naye kwa muda, kuchati naye, kutompa muda wa kupumzika, kwa sababu kuna wengine anafika pale analala hoi, analala muda umeenda, muda umekwenda, anaamka mapema sana. Yes. Sasa hivyo vitu vyote, hata angekuwa ni binti anayejitambua kiasi gani na anafahamu majukumu yake katika kulea, kama anapata hayo mambo, hasikilizwi, halipwi vizuri, yani hashirikishwi kwenye mambo ya familia, huyo lazima abadilike tu. Huyu tumesema mwanzoni ni binadamu huyo aliyekuja. Huyo lazima abadilike kulingana na kile ambacho anafanywa. Kwa hiyo cha msingi ni kuhakikisha kwamba vitu vyote ambavyo vinafanyika katika familia mnamuweka karibu. Lakini ukijiuliza hata swali jingine, hivi tunafikiaje kumtenga huyu binti ambaye tukifika tumetoka ofisini amepika chakula, ametuandalia maji kwa mfano pengine ya kuoga na nini, ingawa tutazungumza wakati fulani kuna majukumu ya msaidizi yanatakiwa yajue pia. Lazima kuwe na tofauti. Yaani wazazi watenge kabisa kwamba haya ni majukumu yako kuanzia hapa mpaka hapa. Mipaka hiyo. Kwenye mipaka. Kwenye mikutano wanasema hadidu za rejea, kwamba wewe bwana ni katibu mkuu wa jamii wa taasisi fulani, unafanya mpaka wapi? Na yeye huyu anatakiwa ajue anafanya mpaka hapa. Yaani kwa mfano tu kwamba wewe utafua nguo za watoto na utafua nguo labda za wazazi, lakini sio nguo za ndani za wazazi. Kwa mfano tunatolea mfano kwamba utaingia katika vyumba vyote, lakini chumba cha wazazi hutaruhusiwa kuingia. Sasa haya ndio wakati mwingine kunakuwa hakuna mipaka. Unakuta sasa binti huyu, mfanyakazi huyu anafanya kila kitu kwa sababu tu amekuja kufanya kazi. Na
wazazi nao wanafurahi kwamba ni mchapakazi, lakini wanasahau kuna vitu vingine vinakuwa vimekosewa na vinaleta athari baadaye ngumu sana, na matokeo yake yanakuwa sio mazuri kwenye jamii. Okay, asante sana MC na Mwalimu Makena. Na mtazamaji wa Hebron TV, kumbuka tuko katika kipindi cha Abigail Anaongea, na tukukumbushe tu kwamba ni katika madhabahu ya ENCC Mji wa Bwana. Tuko Mbezi kwa Msuguri, mahala ambapo mabaya hayaruhusiwi kuharibu. Kila siku ya Jumatano tunakuwa na ibada nzuri ya ukombozi na uponyaji, lakini pia Jumapili saa 3 kamili asubuhi tunakuwa na ibada kuu ya matendo makuu ya Mungu, na tunamwona Mungu sana mahali hapa. Karibu sana, lakini kumbuka kipindi hewani ni Abigail Anaongea, na siku ya leo niko na MC, lakini pia huyu ni Mwalimu Makena, na yeye yuko tayari kwa ajili ya kuzungumza na sisi, lakini pia kutushauri na pia kutukumbusha yale ambayo tunapaswa kuyafanya, hasa tunapokuwa na wadada au wasaidizi wa majumbani. Na leo tunamzungumzia dada. Kuna mtu mmoja MC anajiuliza, unapozungumzia msaidizi, maana tumezoea mume na mume anapewa msaidizi ambaye ni mke, kama Adam na Hawa kule. Sasa hapa tunachozungumzia sisi ni msaidizi wa nyumbani, wasaidizi wa majumbani, waangalizi. Karibu. Ni vizuri kweli kujua hilo, lakini tunamzungumzia huyo mdada. Yes, dada. Dada. Sio kaka, tunazungumzia dada ambaye hana tofauti na mwanamke mwingine kwa vitu ambavyo Mungu ambavyo amewabariki wanaume. Wanawake, wanawake walivyoumbwa ni tofauti na wanaume walivyoumbwa. Sawa. Mungu alipokuwa anamfinyanga mwanamke amemwekea vitu vingi, ana package nyingi. Ndio maana mnaona hapa tunamzungumzia mwanamke, kwa sababu ni silaha kweli kweli kwenye familia. Ni mlezi. Sizungumzi kwamba wanaume hatuwezi kulea. Sawa. Tuelewane hapo. Tunaweza kulea, lakini hatulei kama anavyoweza kulea mtoto wa kike. Ndio maana jamani, hivi inahitaji kweli shule kubwa hapo. Ukiangalia maeneo yote hakuna mtu anayewaza kwenda kutafuta kijijini mkaka ajalee watoto. Hajawahi kuwepo. Kwa nini? Hahitaji elimu hapo. Hapo ni kwa sababu tu ya nature. Yaani Mungu alivyomuumba mwanamke ndivyo anastahili kuwa kwenye haya maeneo. Na ndio maana angalia tu mfano tu hata wa wanyama. Sawa. Ambao hawana akili timamu za kujitambua, za kutafakari. Ukimwangalia kuku anayepambana na mwewe, anayetaka kuchukua kifaranga, sio jogoo. Ndio. Anapambana mama. Ukienda kwenye mitandao ya kijamii ukaangalia pia, unaona wanyama wanaovuka majini, pengine wanavyohangaika na watoto, wanahangaika majike. Maana yake ndani ya mwanamke kuna ule ulinzi wa karibu, kuna bondi kati ya mtoto na mama. Sawa. Kwa hiyo ndio maana hapa tunamzungumzia huyu, na kama ambavyo tumesoma lile neno, kama asingekubali, maana yake Naamani angebaki na ukoma wake miaka. Lakini alijua kwamba, ukiangalia kwanza hata ule ubishi umeonekana toka mwanzo, umeona ule ubishi akiendelea kama kukataa na nini mpaka anakuja kukubali. Yamkini kwenye familia yako una binti wa namna hiyo. Yes. Kuna vitu umevipoteza kuvipata ambavyo pengine ni baraka, kwa sababu tu umeshindwa kumpa nafasi ya yeye kujipambanua. Anaishi katika mazingira pengine ya kunyong'onyea sana, ya kutamani hata kesho aweze kutoroka, kwa sababu mmemnyima nafasi hiyo. Mimi naomba tuzungumzie kitu kimoja, mwalimu, hapa. Ndio. Tunapomzungumzia huyu binti, inawezekana baadhi ya watu wanashindwa kuwapa nafasi hawa wadada kwa sababu ya mfano labda ni baba na mama wakiangalia age zao. Na labda utukumbushe pia, tunapomtafuta huyu binti, tutafute binti ambaye awe na umri gani? Yumkini labda mtu anajaribu kuanga, sasa mimi jinsi nilivyo, niko kwenye ndoa, nina experience na miaka yangu ya kujitosheleza 10 na ngapi au 20 na ngapi. Leo hii ninapomleta huyu dada ambaye ni msaidizi hapa nyumbani, nianze kumshirikisha mambo yangu ya ndani ya nyumba yangu, na yeye pia atoe mawazo yake na mchango wake. Yumkini binti ana miaka 13 au ana miaka 10 na ngapi. Sasa mtu akijaribu kutafakari anaona kama kwa sababu tumeona huu ni ushuhuda ambao upo kwenye kupitia kitabu hiki na kwenye familia hii ya Naamani. Na ni ushuhuda ambao kwa hakika
hata ukiusikia masikio yanawasha, unaona kabisa kwamba okay, natamani ningepata binti kama huyu. Natamani sana. Lakini sasa tukirudi tukiangalia kwa leo hii, watu wengi utakuta, hata mimi dadangu sio kuniambia mimi bwana nataka msichana umri kuanzia 12, 11 age ambayo ni nzuri sana ya kuweza kumpata huyu mdada msaidizi. Ni umri kuanzia miaka mingapi? Biblia, turudi kwenye Biblia mstari wa 2. Amesema hivi, na Washami walikuwa wametoka vikosi, wakamchukua mfungwa mmoja, kijana mwanamke, kijana mwanamke. Maana yake awe kijana, asiwe mtoto, awe kijana. Kwenye saikolojia tunazungumzia habari ya mtoto ni kuanzia anapozaliwa mpaka miaka 11, 12 pale. Na ndio maana hata waasisi wetu wa taifa hili walipokuwa naunda mitaala ya elimu, walitengeneza kwamba huyu mtoto atakapokuwa amezaliwa alelewe na wazazi mpaka hii miaka, ili akiingia form 1 mwaka wa 13 au 14 tayari atakuwa ameanza kuwa kijana. Sawa. Yaani ameanza kupevuka kutoka kwenye utoto kuingia kwenye uteenage kule. Anaanza kusocialize na watu wengine. Lakini hii miaka 12, 11 awe na wazazi wake. Ndio maana iko siku katika kipindi hiki tutakuja kuelezea kwa nini watoto wengi sasa hivi hawataki wazazi wao, hawataki kushirikiana na wazazi wao, pengine wanatafuta mtu mwingine wa kushirikiana naye. Yawezekana ikawa ni malezi, wazazi mmekosea kwenye kumkabidhi huyu mtoto huyu kijana anaelea, huyu mfanyakazi, akawa naye muda mrefu. Au huyo msaidizi hayupo mfanyakazi, ninyi alivyozaliwa, alifikisha miaka 2, mkampeleka kwenye chekechea ambazo ni boarding. Anakaa huko shuleni, analala huko mpaka likizo. Akaingia darasa la kwanza huko boarding tena. Akaingia form 1 huko. Yaani hapo kuna athari kubwa sana. Yaani ndio maana kuna mmomonyoko mkubwa wa maadili, kwa sababu wazazi hatuko na hawa watoto. Kwa hiyo tumeacha hiki kipindi cha kuwa nao. Katika swali lako sasa, kama anavyosema dada yako na kama Biblia hivi inavyosema, kuanzia miaka 13, 10 hata 12, 13, 14, huyo anaweza kusimama vizuri kwenye swala zima la malezi. Na anaweza kashauri vizuri. Na anaweza kashauri kwa sababu tayari anao uelewa wa kuweza kusema chochote ambacho anakifahamu. Tayari ameshajikomboa kifikra na akili yake iko juu. Kumekuwako na changamoto nyingi kwenye jamii na tunatamani sana tufahamu siri ya kuweza kukaa na hawa wasaidizi, hasa huyu dada msaidizi. Siri ya kukaa naye vizuri iko kwenye nini? Au nini kifanyike ili watu waweze kuishi? Huyu binti akae hapa, akae kwa amani, na hata kama akiondoka aondoke kwa amani. Although tumeshuhudia kumekuwa na migongano mingi ambayo ipo. Tunatamani tufahamu siri ya kufanya, kama ni wazazi au huyu binti mwenyewe pia. Siri ziko nyingi. Kwanza Sylvia, binti yule mmemleta pale. Sawa. Nizungumze kama 5 hivi. Ya kwanza, huyu mfanyakazi mliyemleta lazima apendwe kwa maneno na kwa staha yake. Yaani lazima apendwe. Upendo ule wote. Na kwa sababu sisi ni Wakristo tunaelewa maana ya kupenda. Sawa. Huyu apendwe. Lakini jambo la pili, kwenye malipo ambayo mmeahidi, alipwe vizuri. Narudia hapo. Kuna kautaratibu fulani wakati mwingine kwenye manunuzi ya nguo. Sawa. Nguo zikinunuliwa, akikabidhiwa, halafu anakuja kukumbushwa mwisho wa mwezi. Kwamba unakumbuka siku yetu kununulia nguo fulani, wanakata. Hiyo sio sahihi. Sio sahihi kivipi MC? Maana unajua kuna mahali nishakutana na hiyo kitu. Binti alishawahi kuvunja chupa ya chai. Kuna wakati alivunja ndoo.
Kuna wakati alivunja sahani, akaambia mwisho wa mwezi ukifika, mshahara wake chupa cha shilingi ngapi? Sahani shilingi ngapi? Vinakatwa. Alafu anapewa kile kiwango cha pesa ambacho kimebaki kwenye mshahara wake. Hii ikoje? Huyo ni binadamu jamani, tumesema toka mwanzo. Okay. Hili ni kosa ambalo hata mtoto wa familia angefanya. Sidhani kabisa kama anavunja kwa makusudi. Kwa hiyo kuna swala la kumpa msamaha, kumwelekeza kwamba siku nyingine usishike chupa namna hii, sio kumfokea. Umekuja kuharibu vitu vyangu, umekuja kuniletea umaskini. Aelekezwe. Tena unakuta wengine sasa wametoka kijijini. Kwetu huko sisi tunatoka Tabora, mbali mjini. Yaani famous yenyewe haifahamu. Sasa usipomwelekeza kwa utaratibu atavunja. Sasa kwa nini unamkata? Pengine makosa ni yako hapo. Na tumeshuhudia kuna klipu nyingine zinatembea kwenye mitandao. Kuna baadhi ya mabinti ambao wanatoka kule wanakotoka wanakuwa hawafahamu, hawajui vitu vingi sana. Viatu pa kuweka kwenye stendi ya viatu anachoweza kae kwenye friji huko. Kwa hiyo tumeshuhudia kumekuwa na vitu fulani. Kwa hiyo kumbe hata kama anakosea, usiongee naye kwa ukali, ongea naye kwa upole na kwa upendo. Kama unavyoweza kumlea mwanao uliyemzaa. Sasa shida ndio hiyo kwamba sasa hivi hatulei. Unaona? Muda haupo. Tunasema siku hizi watu wanatunza watoto. Ndio maana unaona mtoto anaweza akakataa chakula mama yake amempikia, akagoma kula chakula. Na mama akigomewa chakula, pengine mtoto ameomba option kwamba mimi sili makande, mnisamehe wapare kama mnanisikiliza. Anasema mimi sili makande, mimi nataka sausage. Alafu wewe baba na mama ni saa 2 usiku unaanza kwenda kweli kwenye maduka kutafuta sausage kweli, na inafanyika. Yaani tunakosea huko, ndio kutunza mtoto sasa. Kwa hiyo maana hilo ni kosa. Hilo ni kosa. Mwambie si mama yangu yuko wapi? Mama yangu namkumbuka. Utaki kula. Tena na kutengenezea mazingira ya kukufunga ili usiondoke kwenda kutafuta chakula sehemu nyingine. Utakaa na njaa, utakula kile chakula. Yale ni mafunzo, sio kwamba unamtesa mtoto. Asije akapoteza maisha kwa sababu ya kukaa njaa au kulala njaa. Lazima afundishwe hivyo. Kwa sababu mtoto anatakiwa apate kwa mzazi majibu ya ndio, hapana, subiri. Vyote hawa anavijua. Kwa hiyo anaweza kaambia, leo sausage mwanangu hakuna, subiri utakula kesho. Leo kula makande. Umemaliza, lakini unaanza kuhangaika. Matokeo yake sasa ndo hayo. Mtoto anaanza kugoma kufanya vitu vingine vya ajabu. Yaani vinakuwa vitu vya ajabu sana. Tulikuwa tunazungumzia ngoja twende siri. Jambo la tatu, kusikiliza changamoto zake. Anatakiwa asikilizwe. Okay. Mbona hauko vizuri? Lazima wazazi kumsoma. Kwa muda gani sasa hapo MC anapokuwa amekuja? Anapokuwa amekuja. Sio kwa mwezi. Hayo ni maisha ya jumla. Unamuona siku zote ana furaha. Ana miaka 2. Kwa nini ukimuona ana huzuni, kwa nini usimuulize, wewe mbona huko vizuri leo? Una shida gani? Okay. Anaweza akakwambia kuna hiki na hiki na hiki na hiki. Unamsaidia kubeba, kutatua matatizo kwa ajili ya hicho kitu. Kwa hiyo kumsikiliza ni muhimu pia, lakini pia nizungumza mwanzoni, apate muda wa kupumzika. Na tulieleza vizuri sana pale mwanzoni. Asifanye kazi muda wote. Sasa hivi watoto wafanye, yeye apumzike. Inawezekana ikawa hivyo kwamba sasa na watoto nao wafanye na yeye amekuja kwa ajili ya kazi. Si mfanyakazi tu, bali ni mshirika muhimu wa mfumo wa familia. Huyo sio mfanyakazi tu wa kusota. Kwa hiyo na watoto wafanye hizo kazi. Ndio maana matokeo yake sasa unakuta tunayaona. Yaani mtoto hawezi hata kufanya chochote. Hawezi kujikata kucha, hawezi kufua nguo zake za ndani, hawezi kufua viatu, chochote hawezi kutandika kitanda. Yaani ni shida. Wafanye na wale nao waone. Leo Jumaa ngapi? Jumamosi na Jumapili. Binti tulia, wafanye hawa kazi. Kwa hiyo anakuwa anajua kwamba mimi ni mmoja wa wenzangu hawa. Mnaenda outing, mnaenda naye. Sio anabaki kulinda nyumba. Mnaenda kanisani, mnamwacha, muende naye. Kuna zawadi zimetolewa na yeye apewe. Okay. Na jambo jingine la mwisho ni
ashirikishe mambo ya familia. Anajua kwamba kumbe mimi sijaja tu hapa kulipwa mshahara, mpaka nahusishwa vitu kama hivi. Bwana, malengo yetu ni hivi na hivi na hivi, malengo yetu ni hivi na hivi, tunatamani ndani ya mwaka huu tufanye 1 2 3 na wewe ndio unahusika, kwa sababu tunakuacha anajisikia kwamba mimi ni mmoja wa familia. Hata zawadi zile zingine za papo kwa papo, mlimwachia kitu fulani amefanya, mnamsurprise, mnampa, jana umefanya vizuri sana, tunakupa zawadi hii hapa. Yeah, hivyo ndio vitamfanya huyu binti aweze kubadilika na kujua kwamba hapa nimekuja kwa ndugu zangu, hata kama kabila sio lenyewe, si elimu yangu ni ndogo, atajua kwamba yeye ni mwanafamilia kwenye ile familia. Yeah. Okay, mara baada ya kufahamu kuhusiana na siri gani ambazo unaweza ukazitumia ili uendelee kukaa au kuendelea kuishi na hawa wadada au wasaidizi wa majumbani. Maana tumekuwa tukishuhudia mtu analalamika, jamani mimi, kuna wimbi kubwa la baadhi ya watu wanalalamika, ni mimi natafuta mdada, natafuta. Ukimuuliza, je, kwenye familia yako umeshaka na wadada wangapi? Hata idadi sikumbuki. A lot of them, yani ni wengi. Lakini kumbe iko siri ambayo unaweza ukatumia, maelekezo unaweza ukatumia nini cha kufanya ili uweze kukaa na wadada. MC, turudi kwako. Kuna familia ambazo zimekaa na wadada ambao wamekaa nao kwa siri hizi, kwa namna hii, alafu hao mabinti wakawa ushuhuda leo hii. Zipo? Yeah, zipo kabisa. Yani nilikuwa nimepiga simu muda fulani hapa, ningempata huyu binti akazungumza. Nilifanya msiba, niliendesha msiba mahali fulani Mbezi Beach. Sawa. Na nilivyofanya ule msiba, watoto wa yule marehemu wanakaa nje ya nchi. Sawa. Kwa ile nyumba iliyoko pale Mbezi Beach inasimamiwa na mdada mmoja na kaka mmoja. Sasa walifanya vizuri kwenye msiba ule, badala ya kusoma wasifu wa marehemu, na imekuwa ikizoeleka, inafanyika mara kwa mara, alizaliwa, kazaa, kafanya nini, akaoa na nini, kasoma. Hawakufanya hivyo. Wao walitengeneza kipindi baada ya chakula, kabla ya kusafiri kwenda kanisani kwa ajili ya ibada. Wakawa wamenieleza kwamba, mwalimu, wewe utaita tu watu kwamba wanaoweza kumsemea huyu mama, karibuni. Mama ambaye amelala. Okay. Wakaanza kuzungumza. Sasa kuna dada mmoja akazungumza na kaka mmoja kwamba, mimi huyu mama amenichukua nikiwa mtoto, amenilea, ndiye amenifundisha kujua watu, kuheshimu watu, hata ndoa yangu alisimamia. Na yule mwingine wa kiume anasema, hata mimi ndoa yangu alisimamia, nina watoto na nini na nini. Baadaye nikasema wale walioongea mwishoni wale ndio wanaolinda ile nyumba. Yaani yule mama aliwachukua wakiwa bado sehemu fulani, sema Magomeni, lakini akaendelea kuwa nao, amewapika, wanaishi pale mpaka wale wasichana, watoto wa yule mama ni wasichana watupu, wanakuja, wanaiheshimu ile familia na ile yani wanawaheshimu wale house girl na house boy walioko pale. Yani kila mtu anaongea. Sasa nikasema, hivi kumbe kuna vitu kama hivi. Maana yake ni nini sasa kwa swali lako? Kuna familia zinaishi na hawa watoto kwa haya tunayoyazungumza, hizi siri. Wanawapunguzia mizigo. Wengi wanaolalamika ni kwa sababu wameshindwa kuelewa kwamba huyu ni msaidizi. Kwa hiyo wamemwachia malezi yote. Huyu anasaidia malezi, sio mbadala wa wazazi. Wazazi mna nafasi ile ya kulea, anakuja kusaidia tu. Kwa hiyo wapo watu ambao wamekaa na hawa watu na wamefanya vizuri kabisa. Nilitamani kama angepatikana, nitaka nimweke kwenye muda kwamba ikifika muda kama huu tumpigie simu aongee hapa ili watu wasikie kwamba tumefaidika nini kwa kupata mtu ambaye alitulea kwa mtindo ambao tunaozungumza sasa. Unajua hicho unachokizungumza umenifanya nikumbuke mbali sana. Tuliwahi kupataga mdada mmoja miaka mingi sana wakati tuko Nyumbu. Sasa yule dada alikuwa anapendwa na baba na mama sana. Unajua tumezaliwa watoto 5, lakini yule dada alikuwa anapendwa mpaka unaona wivu. Alikuwa ni mchapakazi MC yule dada. Hata nashindwa hata kuelezea jinsi alivyokuwa. Yaani ilifika hatua
tukifunga shule sisi unaangalia aliyefanya vizuri, mnapelekwa na Kigamboni, mnavuka maji, mnaenda kushangaa huko, mnapumzika, mnakula, mnapata zawadi, mnapewa zawadi na wazazi. Yule binti alikuwa hakosekani, naye yumo. Hizi zawadi anapewa mpaka anaenda anaolewa, katulea yani wote katulea. Yaani mpaka anaondoka kila mtu ana huzuni, anasikitika kwamba jamani huyu dada. Lakini kiukweli ni kwa sababu tu alikuwa anajua, na ninajua baba na mama kwenye harusi walikuwa wanampenda, walifanya kwa ukubwa sana. Walifanya kwa ukubwa sana. Kwa hiyo nikajua kabisa kwamba kumbe hawa nao pia ni binadamu kabisa. Hawa nao pia wameumbwa na Mungu kabisa, hawa nao pia ni wanadamu, tena wana vitu vya thamani ambavyo Mungu ameweka ndani yao. Tunapaswa kuwathamini, kuwasaidia, kuwasikiliza, kuwashauri, lakini pia kuwaelekeza. Ndio. Kuna kitu kingine ambacho tungetamani utukumbushe MC Makena, hasa tunapokuwa tunakaa na hawa wadada ambao ni wasaidizi majumbani mwetu. Tumeona kwenye kitabu huku jinsi ambavyo huyu binti alipewa nafasi kwa ukubwa sana. Lakini tupate kujua kwa huyu binti ambaye ni msaidizi. Wao wanajua kinachowaleta. Wana ule ufahamu wa kujua nini kilichowaleta. Maana mwingine utaona jinsi ambavyo huyu hajui, kwa sababu hajui kilichomleta. Anafanya vitu ambavyo sivyo. Na inawezekana mwingine hajawahi kufanya kazi. Kwa sasa anapokuja pale kwamba mtu anajua huyu amekuja kwa ajili ya kufanya kazi. Kama anakutana binti ambaye hajawahi kufanya kazi, anatakiwa aende naye vipi sasa? Mfumo ni ule ule kama tulivyosema mwanzoni, kwamba anapopokelewa pale kikao cha kwanza lazima wazazi wakae naye. Baba ndiye kichwa cha familia, mama yuko pale. Na baba na mama wanajua familia yetu ina mipaka hii, ina mambo haya, ina shauku ya vitu fulani. Kwa hiyo anatakiwa kumweleza, tumekuleta hapa binti, utafanya 1, 2, 3, 4. Wao watoe maadili kwamba maadili ya familia hii yako namna hii na hii na hii, ndio utakao kuna yasimamia. Lakini pia wamwambie, wewe unasaidia, wewe huna maamuzi ya mwisho kwa watoto na kwa mazingira yaliyoko hapa ndani. Kwa sababu wengine wanafika pale kwa kuto kujua, anadhani kila kitu yeye sasa ndo final say. Siwe final. Yaani dada anatakiwa aambiwe kabisa kwamba bwana, utazungumza, utaishi kazi zako, utafanya mpaka hapa, mwisho wako hapa. Kuanzia hapa atafanya mama mwenye nyumba au baba ataingia hapa. Unaona? Kwa hiyo aelezwe kila kitu, na kisha elezwa hivyo ni rahisi sana yeye sasa kuwa anajua. Hata wakati mwingine anaweza kalazimishwa na mtu mwingine, anaweza katokea kaka akamwambia, wewe usiniambie kitu hiki, kwa maelekezo ya wazazi mimi mwisho wangu hapa. Kwa hiyo anaweza kafundishwa na wazazi, kwa sababu wao ndio wenye familia, kwamba iko hivi kama hafahamu. Lakini wengine sasa wanakuwa na experience. Sawa. Mwingine alitoka kwa fulani, akatoka kwa akaenda kwa fulani, akaenda kwa fulani. Kwa hiyo akifika pale naye lakini anatakiwa aelezwe. Kwa sababu kuna wengine, acha dada, tunazungumzia msichana. Sawa. Wanawachukua kina mama ambao wameshaishi na walisha kuwa na watoto, watu wazima. Sawa. Anakuwa msaidizi, pengine anakuwa anafanya shughuli pale, akimaliza anarudi nyumbani kwake. Naye pia anatakiwa aelewe dira ya ile familia ni ya kwenda wapi. Kwa bwana, mipaka yetu ni hii na hii na hii, ili aelewe. Lakini vinginevyo itakuwa shida. Ndio maana kwenye Mithali ile 22:6 imesema wazazi waingie kwenye malezi. Malezi yale pamoja, unamlea mtoto lakini wazazi ndio wanawajibika. Kwa hiyo hata anapokuja mtu kwa ajili ya swala zima la malezi, wazazi wamueleze, bwana, sisi tumelenga hapa, ndiko tunakoelekea, ili yeye awe kwenye yale mazingira ambayo yanatakiwa kwenda nayo. Okay. Yeah. Na mtazamaji wa Hebron TV, tukushukuru sana. Hii ni awamu ya kwanza ya kipindi hiki cha Abigail, na leo tunamzungumzia Abigail, msaidizi wa nyumbani. Na yeye pia ana haki ya kumtumikia Mungu, lakini pia ana haki kutokana na ile huduma ambayo Mungu ameweka ndani yake, aweze kumtumikia Mungu kupitia ile huduma. Kumbuka hii ni awamu ya kwanza. Utakaporudi awamu ya pili ya kipindi hiki katika muendelezo, utapata kufahamu kuhusiana na hii familia ambayo tumezungumzia, familia ambayo ina dira. Je, ile familia ambayo haina dira
kwake huyu ambaye ni msaidizi anatakiwa aishi nayo vipi hii familia. Mimi MC ni kushukuru sana katika awamu hii ya kwanza. Tutakaporudi awamu ya pili, tutamjuza mtazamaji wetu kwamba kwenye hii awamu ya pili tunakwenda kwa staili hipi. Tunakushukuru sana, Mungu wa mbinguni akubariki sana. Asante sana, na tunaamini kabisa kwamba haya maarifa ya thamani ambayo umeisikia, umeelewa, na ninaamini kabisa kwamba utafanyia kazi. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Nikutakie uangalizi mwema wa vipindi vinavyoendelea. Asante sana. Shalom, Sylvia Chilolo. Kwaheri kwa sasa.